Nimesema nitakuwa na mapungufu Katule kama binadamu, lakini nataka niwaachie wanakyela kumbukumbu moja tu, kusimamia haki zao za msingi. Halali wa halmashauri ya wilaya ya Kyela, sintofahamu, sielewi kuna nini. Yaani sielewi kabisa. Nashindwa kujua kama shemeji yangu mgumu ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji, na hiki kikao kilikuwa rasmi, kiliahirishwa, kikaahirishwa tena. Yeye ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji, alafu anasema hajui. Hajui vipi wakati yeye ni serikali? Mnataka kuniambia nyinyi wajumbe wote wa serikali ya kijiji mlikuwa hamlijui hili? Aliyesimama kwa ajili ya kuharibu Kafundo ataharibikiwa yeye. Nina imani Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri, hata mimi kuitwa diwani, kuna wengine niliowakuta wanafanya kazi ya udiwani. Naomba nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya yetu ya Kyela. Kafundo oye! Ndugu zangu wana Kafundo, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, niko hapa kwanza niombe radhi. Tulipanga ziara, baada ya makubaliano kutokea shida kidogo. Mkaguzi wetu alikuwa Dodoma, na kwa bahati mbaya ilikuwa siwezi kuja bila mtaalamu huyo. Tulikuwa tuna tuhuma ya milioni 3 ya inahusiana na culvert, si ndivyo? Tulikuwa milioni 2.5. Tulikuwa tuna tuhuma ya viwanja vyetu, mashamba yetu ya inahusiana na kilimo cha mpunga. Uongo kweli? Mimi sisomi, lakini sinakumbuka mliniambia wenyewe. Kwa yako kichwani, nilikuwa nayawaza na kuyawazia. Kwa leo majibu yapo, na msiwe na hofu. Baada ya kusema hayo, basi tupitishe kimoja baada ya kingine. 200,000. Sasa hili aliyeenda kudeposit anaitwa Simoni Mwamasinga. Sasa sijui yeye anadaiwa hela zipi, kwenye hizi 200,000 au kwenye zile 380 ngapi na 2, lakini zinazodaiwa zinapaswa kuwa shilingi 200,000. Kwa hiyo tunazo hela zetu ambazo bado ziko na watu. Mapungufu yaliyotokana na hayo kimsingi mengi nimeshayaongelea, kwamba fedha zote zinapaswa kupelekwa wapi? Benki. Kwa hiyo fedha zimetumika kutokea mikononi mwa watu. Sasa tutafsirie, wakati unafanya ukaguzi, hii ndo ambayo hajathibitishwa, na tukianza kuidai tuko hai, tuko salama, tuongoze. Maana msenga tamka kaambiwa, maana hapa tumoji mtu mwingine. Sasa kinachobaki ni maelekezo, mwelekeza mkurugenzi, sababu mahojiano tuliojiana wewe na watu wako, tuongoze vizuri hapa. Fedha ya milioni 5,204,185 na senti 41. Hii inahusiana na mashamba tu. Kwa hiyo hii tunapaswa kuidai. Na vielelezo vipo, lakini mwenye kupinga basi apinge kwa vielelezo. Unajua tunapokagua, mimi huwa tukagui maneno, tunakagua nini? Makaratasi. Kwa hiyo ukipinga kwa mdomo, hoja yako haisikilizwi. Mkaguzi ni makaratasi. Wakati mnaongea mimi sikuwepo, sio? Tarehe 18 mkiwa na mwenyekiti sikuwepo. Ndio maana mwenyekiti atawauliza, hii ndio mlichokitarajia? Hajakifikia. Lakini tunachokidai kwa ajili ya mashamba tu na viwanja na hela ya usafi ni milioni 5,204,185 na senti 41. Kwenye mfuko wa jimbo pia nimesema tunadai 300,000. Kule tunadai 200,000 kama mtakuwa na kumbukumbu. Ukaguzi huo nafikiri ushirikishwa. Hizi taarifa anazozisema zina ukweli, tuendelee kuzisimamia. Karibu. Nashukuru mwenyekiti wa halmashauri. Kwanza nimpongeze, nimshukuru mkaguzi wa ndani kwa ushirikiano aliotoa. Kwanza nikianza kwenye taratibu za ukodishaji wa mashamba, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Hapana, swali langu hujalielewa. Yaani hapa sisi huku
Ni ndio mlikuwa mnakaguana. Alikuwa nakagua wewe. Unaelewa vizuri? Maanake hizi kwa tafsiri kipindi kile ilikuwa tuhuma. Hatujui tunatuhumu nini. Kaja mkaguzi, kakagua. Kakukagueni nyinyi. Sasa unajua mimi na tabia moja, kabla sijaamua jambo natamani nisikilize. Hapo nimekuelewa. Na upande huku na huku nikakuonea, na mimi sitaki kukuonea, ni mtoto watu. Na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti nasema katika hiyo tuhuma ya hiyo shilingi milioni 5 kwamba ameikuta mkaguzi wa ndani, siwezi kumbishia kwamba niseme sio kweli. Ndio maana nasema ungenipa muda katika nafasi katika hiyo milioni 5 nitoe maelezo namna ya ukusanyaji wa mapato ya fedha za mashamba, ili utanielewa tu mheshimiwa mwenyekiti. Yaani wakikufuata hawa yaani naeleza hii unielewe concern yangu. Ukifuata na mkaguzi wataalamu niwaambie si. Ni sana vile ambako chumba cha upelelezi unalolijua sema. Bwana mimi sikuua. Ila nilipokuwa shambani nilimwona Juma na panga. Sema. Sasa wewe ukumwona unataka kusema kwa sababu kwenye kuyajua haya anayoyajua yalikuwa ya huyu. Ndio maana huyu alikuja alikutana halmashauri ya kijiji. Aliwauliza, yaani huyu alichoandika ndicho ambacho alikuwa anamwambia. Sodumishi umekuja kwa niaba ya mkurugenzi. Na haya maneno nitakayosema yazingatie. Najisikia vibaya sana. Kuna muda nyinyi mnapata tabu sana. Alafu mna kiu ya maendeleo. Alafu vitu vifanyike hovyo. Kombeni ya utumishi ndani huko kwa niaba ya mkurugenzi. Simamieni hili. Ndani ya mwezi mmoja pesa zote zipatikane. Tarehe 15 mwezi wa 4. Sasa kazi itakuwa kwenu. Ila mimi nitakuja. Iwe jua, iwe mvua. Tutakuja tuitane kwenye mti huu. Nikataa. Nimesema nitakuwa na mapungufu katule kama binadamu. Lakini nataka niwaachie wanakyela kumbukumbu moja tu, kusimamia haki zao za msingi. Kayangu ya mwisho ninapoenda kumaliza muda wangu wa uongozi, naenda kuwafungia kafundo, lazima mupone. Amen. Na niombe mkurugenzi, nyenye ofisini kwetu tunafahamu. Mnafahamu mwenyekiti akisema amemaanisha.